Bwana Yesu asifiwe. Na wasalimu wote kwa jina la Yesu. Wapendwa wasikilizaji popote mpo karibu na mbali, leo nataka kuzungumza na wewe habari siko katika Biblia kuhusu huduma ya uponyaji na kutoa mapepo. Nataka kuongea Kiswahili peke yake leo, ni kwa sababu niko na Biblia mbili ya Kiingereza na Kiswahili. Yesu alipokuwa hapa chini ya jua, ndipo aanze kuchagua wanafunzi. Aliweza kuwachagua na akawadhibitishia alikuja kwa ajili ya kuwafungua watu waliokuwa wamefungwa. Tukiangalia kitabu cha Mathayo mlango wa 8, Yesu kuna miujiza alitenda pale karibu 3-4, na tunaona akimponya mfanyikazi wa mkuu wa watu. Tunaona mlango huo akimponya mamake Petro, mama mkwe Petro. Tunaona sasa sehemu ya pili, na ndio nataka kusoma mlango huo mstari wa 16 na 18, alafu niende mlango wa 10. Haya maneno nasoma kwa jina la Yesu na nitaomba nikishamaliza. Mstari ule wa 16 unasema maneno haya: hata kulipokuwa jioni, wakamletea wengi wenye pepo, akawatoa pepo kwa neno lake, akawaponya wote waliokuwa hawawezi, ili litimie lile neno lililonenwa na nabii Isaya akisema, mwenyewe aliutwaa udhaifu wetu na kuyachukua magonjwa yetu. Narudia tena, inasema hata ilipokwisha jioni, wakamletea wengi wenye pepo, akawatoa pepo kwa neno lake, akawaponya wote waliokuwa hawawezi, ili litimie lile neno lililonenwa na nabii Isaya akisema, mwenyewe aliutwaa udhaifu wetu na kuyachukua magonjwa yetu. Baba Mungu, katika jina la Yesu, ni jioni njema, wakati mwema naenda kusema na watumishi wako karibu na mbali juu ya jambo hili. Tumekuwa na utata Mungu na upinzani mkubwa juu ya swala ya kuponya wagonjwa na kutoa pepo. Imekuwa ni kitu ambacho hatupatani katika kasi ya kutumika, lakini mwanzo wa kasi ya Yesu alianza kufanya hivi. Naomba unipe usemi na unipe neno la kuwasaidia wanaonisikia, ili tuweze kwenda sawa na neno lako linavyosema. Naomba unisaidie, uwasaidie wasikilizaji kwa jina la Yesu, amen. Katika maneno ambao nimesoma, wapendwa, tunaposoma katika kichwa cha maneno yetu katika lugha ya Kiingereza ni healing the sick and casting out demons, ama devils kwa msemo mwingine Kiingereza King James. Lakini hapa Biblia inasema ya kwamba kulipokuwa kumefika jioni, walikuwa wanamletea watu wa kila aina, na Biblia inasema ya kwamba wote waliolete kwake, aliletewa watu wa kwanza wenye pepo. Inasema hivyo, walimletea wengi, wakamletea wengi wenye pepo, akawatoa pepo kwa neno lake, akawaponya wote waliokuwa hawajiwezi. Kazi Yesu aliyeianza akiwa mwalimu, akiwafundisha wanafunzi wake, alipokuwa amewaita wanafunzi, hapa bado Mathayo hajapatikana kuitwa, na Biblia inasema kwamba alipokuwa amewaita wale wengine, alianza kuwaweka kwenye training. Na training ya Yesu ilikuwa ni kwamba aliwafunza watu kasi ya kuweza kuwasaidia wanadamu, na kuwafundisha alifanya wakiona na macho. Wanafunzi wa Yesu walikuwepo, akiletewe watu wenye pepo na watu wagonjwa. Na kama Biblia inazungumza kuna pepo, ninaongea na watu ambao wana upinzani mkubwa, wakisema hakuna pepo, inakuwa ni psychological problems. Watu wanaosema matatizo mengine ya kisaikolojia. Kwa hivyo hapa Biblia inazungumza
Kazi Yesu alipoanza, elimu Yesu aliyofundisha, aliwafundisha watu kwa mifano na kwa matendo. Na Biblia inasema kwamba mlango wa 10 ule mstari wa 7, tukiangalia mlango wa 10 mstari wa 7, kuna maneno yako hapa Yesu alifanya. Nataka nisome ndio uweze kusikia, maana Yesu alizungumzia. Tuanzie mstari wa 5. 10:5 alisema hivi: baada ya kuwa amewafundisha, akawafundisha, aliwatuma practical. Wanafunzi walitumwa wakafanyie kazi mazoezi ile elimu alipata. Au thenashara Yesu aliwatuma, akawaagiza akisema, katika njia ya mataifa msiende, wala katika mji wowote wa Wasamaria msiingie. Afadhali shikeni njia kuwaendea kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Na katika kuenenda kwenu mhubirini mkisema, ufalme wa mbinguni umekaribia. Akawaambia, pozeni wagonjwa, fufueni wafu, takaseni wenye ukoma, toeni pepo, nimewapa bure, na ninyi peaneni bure. Biblia inasema wazi. Vile kwa wakati mwingine nitaiweka kwa lugha ya Kiingereza yote, ndio uweze kuelewa kwa wale ambao wamekuwa wakilalamika wakisema hakuna pepo. Sasa Biblia inasema Yesu akawaita wanafunzi wale 12. Wale thenashara Yesu aliwaita. Ukiangalia mstari ule wa 1 unasema akawaita wanafunzi wake 12, akawapa amri juu ya pepo wachafu wawatoe, na kupoza magonjwa yote na udhaifu wa kila aina. Biblia inasema kwamba aliwaita wanafunzi wake wale, aliwaweka kwenye training. Akafanya kazi ya kuponya wakiona na macho, akafanya kazi ya kuweza kutoa pepo wakiona na macho, wakaona akitakaza wakoma, wakaona akiwaamsha watu wenye kifafa. Hao walijifunza kwa Yesu. Akawaita sasa, akawaambia, haleluya, akawaambia, na nini sasa, kwa sababu mmekuwa kwenye darasa yangu, sasa ninawatuma. Kuna kitu tunaita the restricted mission. Yaani walikuwa wamekuwa restricted. Kwa sababu gani? Waliwekewa mkazo kwa sababu walinyimwa kwenda kwa watu wengine. Waliwekewa huduma ya mkazo kwenye huduma na utumishi wao, waliwekewa mkazo. Wakaambiwa maneno kama haya tumesoma mstari huo wa 5 kama unavyosema. Akawaambia akisema, katika njia ya mataifa msiende, wala katika mji wowote wa Wasamaria msiingie. Hiyo ni huduma iliyowekewa mkazo. Sisi tunafanya kazi na uhuru pasipo kujua. Hata Yesu aliwawekea mkazo, akawaambia kwa mataifa msiende na kwa Wasamaria msiingie, afadhali kuwaendea kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Jambo hili limechukuliwa maanani na Mtume Paulo mlango wa 10 wa kitabu cha Warumi 10. Paulo anasema maneno haya, unisikie. Alikuwa pia anafanya na restricted mission. Ndugu zangu, nitakayo sana moyoni mwangu na dua yangu ni muombayo Mungu ni kwa ajili yao, ili waokolewe. Kwa maana na washuhudia kuwa wanajuhudi kwa ajili ya Mungu, lakini si katika maarifa. Kwa maana wakiwa hawaijui haki ya Mungu na wakitaka kuidhibitisha haki yao wenyewe, hawakujitia chini ya haki ya Mungu. Kwa maana Kristo ni mwisho wa sheria, ili kila aaminie hahesabiwe haki. Haleluya! Hapo ndipo nasema huduma iliyowekewa mkazo. Yesu aliwekea mkazo watu aliowaita, aliwatuma. Wakati wetu watu wanasomea, na wanaposomea wanapewa vyeti. Si vibaya kusoma, lakini wanapewa vyeti na wanaenda kuuliza kazi nazo makanisani. Wale walipokaa kwa darasa ya Yesu, walitoka wakaenda kufanya zoezi na kazi waliotumwa kufanya.
wakaambiwa katika mji wa mataifa, kwa kijiji cha mataifa msiende, mji wa Samaria msiingie, afadhali kuwaendea kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Paulo anasema dua yake na maombi yake amuombaye Mungu ni kwa ajili yao watu wa Israeli waokolewe. Na ndiyo sababu sasa watu tuko nao Nairobi hii, mtu kwao hajawahi peleka ushuhuda, hajawahi shuhudia kwao, lakini ametengeneza huduma ya kimataifa. Leo hapa nazungumza neno hili kwamba Yesu alilete ujumbe huu na akalete elimu hii kwamba kama injili itahubiriwa popote duniani, watu waponye magonjwa, watu wafufuliwe, watu watimuliwe mapepo, na watu watakaswe maradhi ya ukoma. Sasa Yesu anazungumza mlango huu wa 8. Inasemekana baada ya kutenda kazi hii na kufanya kazi kubwa, tuangalie nyumba kidogo juu ya akida, mstari wa 5. Hata alipoingia Kapernaumi, akida mmoja alimjia akamsihi akisema, Bwana, mtumishi wangu amelala nyumbani, mgonjwa wa kupooza, anaumwa sana. Yesu akamwambia, nitakuja nimponye. Yule akida akamjibu akasema, Bwana, mimi sistahili wewe uingie chini ya dari yangu, lakini sema neno tu na mtumishi wangu atapona, kwa maana mimi nami ni mtu aliyewekwa chini ya mamlaka, mwenye askari chini yangu. Nikimwambia huyu nenda, uenda, na huyu njoo, huja, na mtumwa wangu fanya hivi, hufanya. Yesu aliposikia hayo akastaajabu, akawaambia wale waliomfuata, amini nawaambieni, sijaona imani kubwa namna hii kwa yeyote katika Israeli. Nami nawaambieni ya kwamba wengi watakuja kutoka mashariki na magharibi, nao wataketi pamoja na Ibrahimu na Isaka. Maneno haya ndiyo haya, na Isaka na Yakobo katika ufalme wa mbinguni, mbali wana wa ufalme watatupwa katika giza la nje, ndiko kutakuweko kilio na kuzaka meno. Naye Yesu akamwambia yule akida, nenda zako na iwe kwako kama ulivyoamini. Mtumishi wake akapona saa ile ile. Yesu aliponya kwa kuwepo na kwa kuwa hayupo. Kuna sehemu alituma neno tu na kuna sehemu alienda mwenyewe. Na ndio Biblia inasema ya kwamba ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Tumemwamini Yesu pasipo kumuona. Tumemwamini Yesu kwa sababu ya kusoma yaliyotendeka kwa Biblia, na inasema imani chanzo chake ni kusikia, na usikia kuja kwa neno la Kristo. Na hivyo basi sisi ni wale tumeamini pasipo kumuona, maana imeandikwa, na wale tuliokutana nao wakitangaza habari hizi walitumika kwa miujiza, tukashuhudia matendo makubwa. Na hivyo hivyo ni kwamba neno la Mungu ni kweli. Haleluya. Biblia inasema ya kwamba huduma ya kuponya wagonjwa na kutoa pepo ni huduma halisi. Mtu yeyote anatumika kuwasaidia wanadamu ni mtu ambao ametumwa kutoka Mungu. Kama vile tunavyokuwa na madaktari. Madaktari wametofautiana. Kuna madaktari marafiki wa Yesu, madaktari marafiki wa Shetani, na wote wanafanya kazi pamoja. Na hivi nitaeleza siku nyingine, hiyo ni ya wakati mwingine. Lakini hii ukimuona daktari anajaribu kufanya kama daktari hajaruhusiwa na Mungu kufanya, ingekuwa mahospitali ni nyumba mbaya ambazo ni za kuharibu watu. Lakini Mungu akaweza kuthibitisha. Yeye alipomtuma Yesu, alimtuma na uwezo wa kuponya. Ndiyo sababu Isaya nabii anatabiri mlango wa 53, Paulo alichubuliwa, alijeruhiwa, alipigwa, adhabu yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sote tumepona. Haleluya.
Huyu aliyepigwa tupone anaitwa Bwana Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Huyu Yesu aliyesulubiwa msalabani, akapigwa, akachomwa mkuki, akaudhiwa, akavalishwa kofia ya miba. Yeye hata kama waliweza kumweka kwa msalaba Kalvari, Biblia inasema ya kwamba Mungu alikuwa pamoja naye mpaka kuingia kwenye kaburi. Alikuwa naye kaburini, akawa naye kaburini siku ya kwanza. Habari mbaya ikaenea Uyahudi wote. Siku ya pili, Jumamosi, habari njema ikaenea Uyahudi wote. Ila siku ya tatu habari njema ikatokea. Yule Yesu waliyemuua wakamzika, amefufuka, hayuko kaburini. Na Biblia ndio inasema ya kwamba kama Yesu angefufuka, injili tunayohubiri ingekuwa ni ya bure. Lakini kwa sababu alifufuka kutoka kwa wafu, injili tunayohubiri ni ya kweli, inao uzima ndani yake. Haleluya! Na ndio sababu nasema neno la Mungu kwa jioni ya leo, ninaongea na ninyi wenzangu kwa Luka mnaonisikia. Luka hii ni Luka ya taifa, na Biblia inasema ya kwamba Yesu akawaita wale thenashara, akawapa amri ya kukanyanga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui. Ukiangalia Luka mlango wa 10 na ule mstari wa 19, ao aliwapa uweza mkubwa. Tukisoma mstari wa kwanza inasema hivi, Luka 10 mstari wa kwanza inaanza na kusema hivi: baada ya hayo Bwana aliweka na wengine 70, akawatuma wawili wawili wamtangulie kwenda kila mji na kila mahali alipokusudia kwenda mwenyewe. Akawaambia, mavuno ni mengi, lakini watenda kazi ni wachache. Ukiendelea sana ndio nafika mstari ule wa 19, anasema, anawaambia hivi, anasema Yesu, mstari wa 19 ndio nasoma, anasema, tazama, nimewapa amri ya kukanyanga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakacho wadhuru. Akawaambia, lakini msifurahi kwa vile pepo wanavyowatii, bali mfurahini kwamba majina yenu yameandikwa mbinguni. Hapa mlango wa 9 alisema hivi, hiyo Luka 9 mstari ule wa kwanza, akasema hivi, akawaita wale thenashara, akawapa uwezo na mamlaka juu ya pepo wote na kuponya maradhi. Ninakuja kwako mtu wa Mungu, nikisema na wewe uliyesema umetumwa. Yesu alikupatia uwezo. Wewe unayesema unahubiri Yesu, ulipewa uwezo wa kutoa pepo na kuponya maradhi. Hacha kusumbua watu. Kama Bwana hajakupa uwezo, enda tena kwa kiwanda cha Yesu akuandae. Alipowaita wale thenashara, wale 12, aliwapa uwezo, mamlaka na nguvu juu ya pepo wabaya, wawatoe na kuponya magonjwa na udhaifu wa kila namna. Haleluya! Yesu anatafuta watu atakayetuma. Yesu anatafuta watu atakaye wakabidhi, watu waaminifu, atakaye wakabidhi huduma ya kuponya wagonjwa, kutoa pepo na kutangaza habari za kufufuka kwake. Wale walitangaza habari za ufalme, na sisi tunatangaza habari za kifo chake na kufufuka kwake na kurudi mara ya pili. Tuna jukumu kubwa wapendwa, tunalo jukumu kubwa ya kuwatangazia wanadamu kuna kurudi kwa mara nyingine kwa Yesu. Wakati huu haji kufa msalabani, wakati huu haji kuhubiri mitaani, wakati huu haji kuponya sokoni, wakati huu anakanyanga wingu la utukufu. Haleluya! Anapokanyanga wingu la utukufu Bwana Yesu, hatutarudi kuhubiri tena, hatutarudi kuponya wagonjwa, hatutarudi kutoa pepo, hatutakuja kuomba Mungu atusaidie. Wakati Yesu anakanyanga wingu la utukufu, hakuna kuhubiri, hakuna kuomba na wagonjwa. Wakati anakanyanga wingu la utukufu, tutamlaki Bwana Yesu hewani. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio sababu nazungumza, tumepewa jukumu, yaani jukumu, huduma imewekewa jukumu
yaani huduma imewekewa jukumu kubwa. Watu walioamirishwa kutoka na kuhubiri, kwanza watu watubu, watoe pepo, waponye wagonjwa, watakaze wakoma. Mambo haya yote Yesu akasema, kwa kijiji msiingie, afadhali kwenda kwa watu, nyumba ya watu waliopotea. Akawaambia, na katika kuenenda kwenu hubirini mkisema, ufalme wa mbinguni umekaribia, ponyeni wagonjwa. Hayo maneno yako kwa Biblia ya kila mmoja. Haya maneno yako katika Biblia zote, kwamba Yesu akawaita wanaume 12 akawapa uwezo. Unaweza kuuliza swali, nao wamama nao wametoka wapi? Soma maneno ya kina Poepi, soma kina Akila na Pilisila. Hao wote walifanya kazi na mtume Paulo. Usiulize hawa wetu wametokea wapi. Hawa wetu wametokea wapi? Wanahubiri siku za mwisho, wana kila mahali. Unasikia wengine ni mitume mama, mitume, na unasema wakati wa kwanza hakukuwa mitume wa mama. Ulikuwepo na hukuwepo, huwezi kusema hawakuwepo. Maana mitume walikuwa na chapwa, walikuwa nafungwa korokoroni, na wamama wangestahimili kufungwa. Wakati mwingi wanaume wanapoona wamama, wanaona watu tu wa kulala nao, na ndio sababu wamama hawakutajwa sana katika mitume, kwa sababu wangeshikwa na kupelekwa korokoroni na kupakwa huko ili wachafuliwe. Lakini Mungu alisuia. Lakini kwa wakati wetu huu ameinua, anasema yeyote amwaminie na kutenda haki hukubaliwa na yeye. Si watetei kina dada, lakini akasema Petro, ambao yeye alikuwa ameoa. Anasemekana Yesu alimponya mkwewe, ni kumaanisha Petro alikuwa na mke, lakini hakwenda huduma na mkewe, maana vita ilikuwa ni kali. Waliingizwa korokoroni, gerezani, wakachapwa, wakafungwa, lakini wake zao walikuwa wamebaki kwa kanisa Yerusalemu, maana wao walitembea sehemu tofauti. Biblia inasema hapa, wale ambao tumesoma canonical books tunaelewa tunasema nini. Na kwa hivyo katika Biblia hapa inasema Yesu akaweza kuwainua. Paulo anamsifu Poepi, anasema mpokeeni vipi? Amekuwa mtumishi wa kanisa la nyumbani, amewasaidia wengi, akanisaidia na mimi. Anamsifia mama mtumishi wa Mungu, na kwa hivyo leo hii hawakosei. Maana Petro anasema hakika nimetambua Mungu hana upendeleo, maana kila mmoja atendaye haki, amwaminie Yesu na kutenda haki hukubaliwa na mbingu. Kwa hivyo kuna kina mama wameshamwamini Yesu, wakatenda haki, wakakubaliwa na mbingu. Wanaume wakasita, wakanyang'anya vipawa na huduma zikakabidhiwa kina mama, na ndio sababu wanatamba wakihubiri. Ninasema nini? Mwaka wa 74 mimi nilimuona mtoto wa kike akitumika na miujiza. Viwete walitembea macho yangu yakiona, viziwi wakasikia macho yangu yakisikia. Nikawatambua watu ambao ni mabubu wakiongea. Watu waliokuwa viwete walifunguliwa nikiona na macho mchana. Na kutoka hapo kwenye mkutano, tukakaa kwa mkutano kutoka tarehe 24, 25 na 6 na 7 na 8 na 9. Ile siku ilifika ya 8 na 9 hapo, na kuambia ndipo nikaona mama kubwa, na nilijikuta nimeingiza kwenye maji. Na kwa hivyo Biblia inasema nini? Kwa siku ya 7 kwenye mkutano, ilikuwa ni tarehe 31, na tukafunga na tukaondoka. Kwa hivyo leo hii Yesu wetu ana upendeleo. Anasema, nitasoma mstari ndio nisiongee maneno yangu, wa Matendo ya Mitume ule mlango wa 10 na mstari wa 34. Ninaweza kusoma mstari wa 33 niweze kuruka hapo usikie, niunganishe. Inasema Matendo ya Mitume, huyu ni mhubiri